Naitwa Gerard Stanley, mwenyekiti mtaa wa Kabangaja, kata ya Mkogwe. Ninazo kero mbili. Kuna wananchi na eneo la shule mtaa wa Kabangaja, wananchi watatu toka mwaka 2003 hawajapimiwa wala kufidiwa, lakini wako ndani ya eneo la shule la msingi. Sisi au mimi sielewi utaratibu wa mipaka. Mtu anapokuwa ana sehemu yake au amenunua sehemu, ni hatua ngapi kutoka sehemu alipokomea kwenda sehemu ambayo mtu mwingine atauziwa? Maana tunawekwa kwenye sehemu moja, matokeo ni gomvi na upotovu wa amani. Haya, tumekusikia. Kuna ardhi ya wananchi ambayo iko pembeni karibia na sekondari, ilichukuliwa na shule kwa ajili ya kuongezea eneo la sekondari Kalenze. Takribani ilikuwa kama ni mwaka 2022 na wathamini walikuja, ilikuwa ni 2024, wakawathaminisha wale watu na wakawasainisha pale Katani kwamba watalipa kila mmoja fedha yake, lakini mpaka dakika hii, unakumbuka ilikuwa shilingi? Sikumbuki kwa kweli. Yeye wahusika nafikiri hata hapa wapo wanalijua hiyo. Hiyo eneo hawajalipwa mpaka dakika hii, na hiyo eneo watu walikuwa wanajenga, wakaja wakasitisha tokea 2022, na maana kuna maboma ya majumba mle yameshasimama, mengine mpaka sasa hivi yanaanguka menyewe. Hiyo nimeelewa. Hiyo la kwanza. La pili, hapa hii ofisi ina watumishi wa serikali walioajiriwa 23. 23 hawezi kufanya kazi za halmashauri ya manispaa, lakini kuna wanaojitolea kwa mikataba na tunawalipa wako 26. Ndio maana hapa imekuwa kama jeshi la kambale, hajulikani mkubwa nani, mdogo nani. Kwa hiyo ninakuagiza sasa, mkurugenzi, watumishi wa mikataba nasitisha mikataba yao, kwa sababu sioni haja. Kwa nini wataalamu 23 wasifanye na wasitimize wajibu wao? Kama atatakiwa mtaalamu wa mkataba ajulishwe katibu tawala kwamba kada hii hatuna kabisa, katibu tawala ataleta kutoka wilaya nyingine. Hakuna discipline hapa. Halmashauri haina discipline kwenye eneo la ardhi, kwa sababu tumejaza watu wanaojitolea na wengine niliwaona kwenye mitandao wakituhumiwa kuiba viwanja vya watu. Sikukupa wewe? Kwa hiyo kuanzia sasa mikataba, hakuna mkataba. Walioajiriwa na serikali 23 wafanye kazi ya serikali. Kama mtakuwa na mapungufu, katibu tawala unajua namna ya kushughulikia upungufu. Narudia tena, hakuna mtu. Kama kujitolea inatosha, kama mkataba inatosha. Sasa hakuna haja ya mtumishi wa mkataba. DC, unanielewa? Lakini nimefanya uchunguzi wangu, mmeniletea hapa. Kuna watumishi wamekaa halmashauri miaka 15, 16. Nitamuomba katibu mkuu wa ardhi awaondoe, awapeleke mahala kwingine. Huwezi kuwa motivated, huwezi kufanya kazi. Toka jiji na halmashauri kiko kitu kimoja hadi leo huko hapa. Unafanya nini? Hata mkuu wa wilaya ungekaa hapa miaka 15, wananchi wangechoka tu. Alafu ninakuagiza wewe kamalize mgogoro, wakati wewe ndio ulianzisha nini migogoro. Lazima tupate mabadiliko ya idara ya ardhi hapa ili tuanze kushughulikia migogoro kwa wakati. Rasi, namwagizaje mtu kwamba kamalize mgogoro wakati yeye ndo amekaa hapa miaka 18 na ndo ameanzisha migogoro? Wanachukuaje ardhi ya watu? Wamekusanya fedha, hawajalipa fidia. Kwa hiyo jioni ya leo nitazungumza na katibu mkuu wa ardhi. Tunataka mabadiliko ya watendaji wa ardhi, idara ya ardhi hapa Ilemela. Sisemi kwamba wafanyi kazi, lakini ukishakaa muda mrefu hauwezi kuwa motivated. Na hii sio hapa tu, nitaenda kule na wenyewe jiji kule.
Utaratibu ndio huo, nitatembea wilaya zote tupate timu ambayo itamsaidia mkuu wa mkoa kumaliza migogoro ya ardhi, sio timu ambayo haimsaidii mkuu wa mkoa wala mkuu wa wilaya kumaliza migogoro ya ardhi.